Naona vikosi vilivyosafiri na timu kwenda kwa ajili ya maandalizi ya klabu bingwa kama vile kama umeviona vya timu zetu zote kubwa. Hivi timu kubwa tukizungumzia tunazungumzia timu ngapi kwa sasa Bongo? Kwa Tanzania? Mtibwa. Mwanangu na wasiana. Simba na Yanga of course. Simba na Yanga. Kwa hapa nyumbani Tanzania. Au Mtibwa kwa sababu imedraw na Simba na shamba kubwa. Kwa sababu imedraw na Simba. Mtibwa timu kubwa sana Tanzania. Sema tu ndio hivyo. Unajua wa Tanzania mna madharau sana. Na mapenzi yao na mahaba yao. Sio sana kwa Mtibwa, lakini ni miongoni mwa timu ambazo zina historia kubwa na zimefanya vizuri pia kwenye soka kwa kiasi chake. Kwa si vibaya ukisema pia kwamba ni timu kubwa. Ijapokuwa sasa traditionally timu kubwa zibaki kwa Simba na Yanga. Na hata hivyo pesa ipo klabu bingwa bwana, kwa nenda klabu bingwa. Mimi nazungumzia hizi ambazo zinaenda klabu bingwa. Ambazo zimesafiri. Kwa ukubwa Simba na Yanga, kwa experience Simba na Yanga, lakini pia unaweza usisahau Azam kidogo, japokuwa matokeo yake hayaridhishi kimataifa kama vile ambavyo hayaridhishi pia ndani ya ligi. Tunao Singida pia unajitutumua mpira, lakini mpira ni mgumu au nimeshangaa kuona pia nini Azam wamefanyaje juzi, wamedraw na Fontaine Gate, ndio mpira. Alafu Singida naye akaja akafungwa na JKT. Sasa kuna interview moja nimefanya majuzi hapa na kocha Julio alizungumzia kuhusu hizi timu ambazo si timu kubwa, timu ndogo, kimaanisha ambazo hazipewi hadhi kama zinafikia Simba na Yanga. Kipindi ambapo likizo AFCON kwa timu ambazo ziliwekeza sana kwenye mazoezi na kucheza pamoja. Na kama ile game ya Simba na Mtibwa, uliona namna gani ambavyo cohesion kwenye timu ipo, ule mmoja kwenye timu, yani sio mpaka tuangaliane sana. Ndio maana hata counter zone transitions zilikuwa zinacheka, kwa sababu unajua wakati huu na mpira hapa mwenzangu atakuwa pale, vingine inatokana na kufanya mazoezi ya pamoja kwa muda mrefu. Kwa hiyo timu ambazo ziliteka advantage ya hii break, na mtu kama Julio akikwambia kitu kama hicho mbele, mwalimu mzoefu maarufu Tanzania na legend wa mpira pia, ni kitu ambacho unakiona dhahiri shahiri kwa matokeo pia ya mechi nyingine. Ukutegemea kuona kwamba Azam kutoka sare ya bila pengine, lakini uwanjani mchezo haukuwa hivyo tulivyofikiria, kwa tofauti kabisa. Na najumlisha pia na maingizo mapya ambapo kuna baadhi ya timu ambao hawajapata ile advantage ya kukaa pamoja, ijapokuwa advantage nyingine ya pili sasa ili kwa baadhi ya timu ambazo pengine ziliathirika kutokana na wachezaji wengi kutokuwepo, ama pengine hasipoteka advantage ya kuwa na kambi zilizofanya kuwa na kambi sasa mazoezi ya muda mrefu, na hata ikiwapokea wageni kutoka nje waliotoka AFCON kurudi, ambao mtu na rhythm pia ya mchezo bado wako fit vile vile, wakiingia transition na kwa smooth, timu inaenda vizuri. Lakini mara nyingi tumezoea kuona kwamba dirisha dogo timu nyingi waga zinachanganya sana pale kufanya usajili mara nyingi ili kuweka vizuri kikosi chake. Yaani kila timu inaweka vizuri kikosi chake kutokana na katika mechi kadhaa ambazo zimecheza za raundi ya kwanza. Shatoka pale sasa dirisha dogo pale likija unafanya uchaguzi ili kukinoa zaidi kikosi chako. Tumeona usajili ambao umefanywa na klabu ya Yanga na tumewaona wachezaji ambao wapo, lakini mpaka sasa bado inashangaza kwenye usajili wa klabu ya Simba. Na kinachoshangaza zaidi kwamba ni kuona wachezaji wakitoka Yanga kwenda Singida wanaenda kwa mkopo, wakitoka Singida kwenda Simba wanaenda bure. Tuliona hii na ilizungumzwa sana kwa Soa. Sahihi. Japo pia wengi walipinga kwamba hajaenda bure, amefanyaje, wameuziana. Yes, lakini bado tumekaa kwa Soa kama tunataka tusahau hivi, tunaitoa tena habari nyingine ya beki ya beki mara tena watu bado wanawaza kwa beki, tunaitoa habari ya kurejea kwa Chama ambaye naye pia vile vile inasemekana
bure. Sasa inashangaza kidogo kuonekana kwamba ni wachezaji ambao yawezekana hata kule walikotoka pia labda walikuwa wanachezea benchi. Yaani walikuwa wanaanzia benchi au wanakaa sana benchi kuliko uwanjani. Kwa sasa wale wachezaji ambao wa benchi kule wanaletwa bure timu ya Simba, timu ambayo imeonekanika kuwa kubwa na ambayo imeonekanika ilihitaji ifanye usajili mkubwa zaidi. Lakini issue sio hiyo. Issue kwamba hii inakuaje kwa bodi? Yani hawa timu zinapeana tu wachezaji hivi. Soka letu tunalipeleka wapi? Biashara katika vitu ambavyo mimi binafsi yangu kwenye mpira huwa sivizimii sana, sivipendi sana. Ni hii biashara ya usajili. Of course ina make sense, lakini hakuna kipindi kigumu na kibaya kwa klabu kama kwenye msimu wa usajili. Kwa sababu ni mchezo wa patapotea. Na kwa nasema mchezo wa patapotea kwa sababu soko la mpira la ununuzi wa wachezaji kwenye madirisha kila msimu, iwe kubwa iwe dogo, inakuwa ni biashara moja ambayo inahusisha vitu vingi sana. Yaani mchezaji mmoja kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, hizo karata ambazo zinachangwa hapo katikati mpaka hicho kitu kukamilika, na kwa si kazi ndogo. It's a very tricky business. Unaweza ukaingia kwenye usajili wa kikosi kizuri perfect, unahitaji kuongeza watu wawili watatu au mmoja na ukafanikiwa kuwapata, lakini ikaja kutokea kwamba wale waongeza sasa katika muendelezo wa ligi, unafanya katika muendelezo wa ligi mambo yakabadilika. Kuna timu zikabadilika na wao zimeongeza wachezaji, kuna watu pia kaboresha mbinu. Unajua sio tena raundi ya pili ya ligi tena sio kama raundi ya kwanza. Kila mtu kashajua udhaifu wake. Muda kurekebisha makosa na kuziba palipovuja. Kwa unaweza ukajikuta umefanya biashara ya kuharibu badala ya kujenga. Lakini pia unaweza kufanya biashara ya kujenga, ila biashara kujenga kama ni muda mfupi. Msimu ukimalizika tu kubomoa. Kwa sababu unakuta hapa kipindi hiki vilabu vingi vinakimbilia kwenye zile biashara za bei rahisi za muda mfupi. Klabu ina hela kumbuka, sio hela kama mwanzo wa msimu. Bajeti hii katikati inakuwa ndogo kidogo, sio kama ya mwanzo. Kwa hiyo unaposikia kuna mchezaji fulani sokoni kwa bei nyepesi na anaweza kumpata kwa mkataba muda mfupi, sitaje gharama kubwa sana, unaingia mfukoni. Usajili huo sasa unaweza kukusanya wengi wakatiki. Nusu ya pili ya ligi ikawa poa. Ligi baada ya kuisha tutakuwa rudi mezani kuongea nao. Kumbuka kwa timu nyingine zimeona wao wachezaji na pia zinaweza kuwalenga. Na wewe kumbuka ulivyowachukua walikuwa ni kwa kulialia. Tumalizie ligi wenetu. So unajua. Kwa sasa matokeo yake unaingia tena hasara nyingine, inabidi waondoke, inabidi wabaki na kuvuruga tena upya kikosi. Na inaenda kwa project pia. Siku hizi duniani masoko yamebadilika. Wachezaji siku hizi wanauzwa, mtu anapofanya kununua kuuza na anakuwa na project anifanya na kitu anakifanya kwa timu. Either ni timu ambayo inategemea isishuke daraja, kwa hiyo inasikiliza wachezaji kwa ajili ya kujenga. Unakuta timu nyingi zinachukua wenye uzoefu mwingi na vijana wachache. Kwa maana wenye uzoefu kwa ajili ya kuiongoza meli sizani, kwa sababu jahazi lishatoboka. Sasa tutakuwa tukatie nanga, usishie njiani. Tunaweza kutia nanga ndio tupate mtu sasa kiongozi ambaye atakaa pale. Kwa hiyo utapata mimi mmoja mzee, goalkeeper mmoja umri umeenda, forward mmoja wa kizamani ambaye kwenye mechi ngumu anaweza kupambana sasa kusema kweli kutoka sema kazi gani. Lakini ile wakati sahihi sasa kupata yale magoli. Forward mwenye experience anakupa hicho kitu. Ndio maana ulisikia Makambo alirudi Yanga. Kila mtu akauliza wa nini? Kazeeka. Lakini wakati huo sasa Makambo kaja in general kwamba story yetu ni Makambo, lakini ndio kipindi kile Mayele naye tunajua bado huo uaminifu hujawa bado Mayele ndio mtetezi bado hajakuwa na jina hivi. Shangao unakuja kupata nafasi moja bila Mayele ndio huyo, lakini club tutaikuwa na short term solution kwamba tuna Makambo hapa na experience sawa, lakini kwenye uzoefu unapotaka mzoefu